lakini nalo nadhani tunategemea mwisho wa mwezi itafika Mwanza au mwanzoni mwa mwezi wa 7 ni ile meli ya ambulance. Meli ya ambulance kama mnavyoona kwenye mitandao ya kijamii, kuna meli inatembea, inavutwa, inatokea Mtwara kuja Mwanza, ni meli ya ambulance. Kama mnavyoona mradi mkubwa kama huu, lazima pia serikali ijipange katika masuala ya uokozi na kuokoa maisha ya watu majini. Na Ziwa Victoria ni ziwa ambalo Afrika nzima shughuli za kiuchumi ni kubwa sana. Na kuna biashara kubwa ya uvuvi, usafirishaji wa watu na mizigo, lakini unaona tena meli kubwa kama hii. Kwa hiyo serikali kwa kuliona hilo iliamua kununua meli ya matibabu, ambulance boat, ambayo inaweza kutibu wagonjwa 16 wakati mmoja na ina vitanda vya kulala mle. Itakuwa ina wataalamu wa kutoa huduma za kwanza kwa wagonjwa. Ile meli tulisaini mkataba mwaka juzi nadhani 2023 Disemba, imekamilika, ndio iko njiani inaletwa Mwanza. Na ikifika hapa nayo itafanywa majaribio na mkandarasi kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa TASAC. Ni meli inayomilikiwa na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Kwa hiyo itakuwepo hapa, lakini pia kuna boti zingine 2 zinakuja mwisho wa mwezi huu, nazo zinakuja Mwanza, ambazo ni boti sasa za kwenda kuokoa. Kwa sababu hizi zinakimbia sana, lakini ambulance haiwezi kwenda kwa haraka. Kwa kuna boti 2 tumeshanunua, sasa hivi mkandarasi ameshasafirisha. Zinakaribia kushuka Dar es Salaam, nazo tunazileta mwisho wa mwezi huu. Kwa hizo boti 2 na hiyo ambulance zitakuwa zinashirikiana kufanya shughuli za utafutaji na uokoaji ziwani na kutoa matibabu ya awali kwa wagonjwa. Kwa hiyo mnayoiona inayotembea kule ni meli ambayo itakuja hapa Mwanza, itashushwa hapa Mwanza na itafanywa majaribio, na itakapo inakaa hapa. Kama unaenda airport, nadhani mnaona tunajenga kituo cha uokozi kule kikubwa. Pale tunajenga gati zitakuwa zinapaki pale zile meli. Ikitokea taarifa, kwa sababu tutakuwa tuna coordinate mawasiliano ya ziwa zima mpaka Uganda mpaka Kenya, wote mawasiliano yatakuwa yanasimamiwa pale. Ikitokea dharura, basi zile boti zitakwenda kwa haraka na ile boti ya ambulance nayo itafuata kwa nyuma kufanya shughuli za uokozi. Ni katika kusupport ajenda ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha usalama wa watu katika Ziwa Victoria unalindwa na tunaondokana na vifo visivyo vya lazima kutokana na ajali za vyombo na meli ziwani. Kwa hiyo tunaamini ikifika na zikianza kazi, kutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana katika masuala ya usalama katika Ziwa Victoria. Ambulance nadhani ya kisasa zaidi, ambayo itakuwa na vifaa vyote vya kisasa vya kuweza kumpa mtu huduma ya kwanza na kumwekea comfort, kumrudisha katika kumstabilize kabla hajafikishwa hospitali. Kwa hiyo itakuwa ni aina yake hatuja kuwa nayo katika eneo hili. Zipo ambulance ambazo nadhani makanisa wanazo, lakini haziko katika mtindo wa kisasa namna hiyo. Kuhusu thamani ya boti ile ilikuwa ni nadhani sina uhakika, lakini kama bilioni 2.5 kipindi kama kile. Nadhani kwa kwenye bilioni 2 something.